Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo msikilizaji, mimi ni Karorobi. Natumai umeshinda salama popote pale ulipo, nami ni Victor Kenani. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Iran yasema hakuna mipango ya kufanya mazungumzo mapya na Marekani. Nadhani kulikuwa kuna sintofahamu ambayo ilikuwa imetanda mazungumzo toka kutangazwa kuwa kwanza ni lini yatafanyika, lakini hata ilipotoka taarifa ya upande wa Marekani kuwa mazungumzo yangefanyika Jumatatu, upande wa Iran walikuwa hawajathibitisha. Israel yawaonya wakazi wa kusini mwa Lebanon kutorejea makwao licha makubaliano ya kusitisha mapigano kufikiwa. Maoni mseto yaibuka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu serikali ya nchi hiyo kukubali kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani. Tunashukuru rais kwa sababu inaonekana wazi kama banaanza sasa kuonesha kama Kongo ni nchi kubwa, nchi yenye inaweza kuwapokea wageni, nchi yenye inahakikisha maisha ya watu, kushimisha haki za binadamu. Nchi ya Kongo itakuwa kama vile ya lala pubele ya kuweza kupokea wale wote wenye walitupiwa katika nchi ya Amerika juu ya maafa ambao walioyafanya kule. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ameisifu Angola kwa miradi yake ya kuwatunza wazee, akisema inaonyesha mshikamano wa kijamii nchini humo. Uwanjani, USM Alger Algeria yatinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na beki wa Liverpool Ibrahima Konate asema anakaribia kusaini mkataba mpya na the Reds. Kwa hayo na mengine mengi, usikose kuungana nami Shuaib Ibrahim katika makala ya michezo na wachezaji, muda ukiwadia. Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa na Miambia Hirsi. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa njia zote hasa za kidiplomasia zinapaswa kutumika ili kupunguza mvutano kati ya nchi yake na Marekani. Hata hivyo, Pezeshkian ameongeza kuwa Iran inahitaji kuwa makini katika mahusiano yake na Marekani. Alikuwa akizungumza huku Pakistan ikijiandaa kuwa mwenyeji wa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani, lakini mpaka sasa Iran haijaonyesha ishara yoyote ya kuhudhuria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema kuwa Marekani haijaonyesha nia ya kutatua mzozo huo wa kidiplomasia na nchi yake haitabadilisha matakwa yake. Unlike the nuclear issue, which you can tofauti na swala la nyuklia ambalo kwa kiwango fulani unaweza kuliahirisha, Irani haikuwa tishio la haraka. Kabla ya vita haikuwa inatafuta kutengeneza silaha za nyuklia, ingawa huenda ikafanya hivyo baada ya vita kutokana na uongozi mkali zaidi uliopo sasa. Lakini kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, tayari umefungwa, na kila siku unapoendelea kufungwa au hata kama kuna msongamano mdogo wa meli unaendelea, athari za kiuchumi zinaongezeka kwa kasi. The economic consequences compound. Israel imewaonya watu wa Lebanon wasirudi kwenye makazi yao ya kusini mwa nchi hiyo licha ya kuwepo kwa mpango wa usitishaji vita unaotajwa kuwa dhaifu. Msemaji wa jeshi amesema watu hawafai kuelekea vijiji vya kusini au kukaribia maeneo yaliyo karibu na mto Litani. Ikulu ya Lebanon imetangaza kwamba balozi wa zamani nchini Marekani Simon Karam ataongoza ujumbe wa nchi hiyo katika mazungumzo ya pande mbili yaliyopangwa na Israel. Aidha, amesema kuwa lengo kuu la mazungumzo hayo ni kumaliza uwepo wa jeshi la Israel katika maeneo ya kusini mwa Lebanon. Zaidi ya raia 200 wameokolewa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya uvamizi uliofanyika kwenye kambi ya wapiganaji wa Kiislamu. Jeshi la Uganda linasema waathiriwa hao walikuwa wakishikiliwa katika jimbo la Ituri na kundi la Allied Democratic Forces ADF ambalo ni tawi la kundi la Islamic State. Msemaji wa Uganda amesema operesheni ya pamoja na majeshi la Kongo ililenga maeneo waliko ADF kando na mto Ipulu. Kundi hilo la waasi limekuwa likifanya mashambulizi na linatuhumiwa kutekeleza mauaji pande zote mbili. Shirika la polisi la Ulaya Europol linasema limefanikiwa kuwafuatilia watoto 45 wa Ukraine waliotekwa na kupelekwa Urusi. Shirika hilo lilikusanya ushahidi wa wachunguzi kadhaa ambao walifuata taarifa zilizopo hadharani
kwa siku 2. Samia Wami na maelezo zaidi. Inaaminika kuwa Urusi imewachukua karibu watoto 20,000 wa Ukraine tangu ilipoanzisha uvamizi wake kamili miaka 4 iliyopita. Europol inasema baadhi yao wameasiliwa na raia wa Urusi, huku wengine wakiwa katika kambi za marekebisho ya tabia au hospitali za watu wanaougua magonjwa ya akili. Hali hiyo imesababisha mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani ICC, kumshitaki rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na kamishna wa haki za watoto wa Urusi Maria Lvova-Belova kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Papa Leo ameisifu Angola kwa programu zake za kuhudumia wazee, akisema kuwa ni ishara muhimu ya ubora wa maisha ya kijamii ya nchi. Akiwa katika ziara kwenye makazi ya wazee katika mji wa São Remo ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, Papa alisema kuwa wazee wanapaswa kusikilizwa kwa sababu ya hekima yao. Papa atarejea katika mji mkuu wa Angola, Luanda, kukutana na viongozi wa jumuiya ya Kikatoliki kabla ya kusafiri kwenda Equatorial Guinea siku ya Jumanne. Hiyo itakuwa hatua ya mwisho ya ziara yake ya nchi 4 barani Afrika. Na ripoti kutoka Ethiopia zinasema kuwa kundi la TPLF linapanga kurejesha bunge la kikanda ambalo uchaguzi wake uliokumbwa na utata miaka 6 iliyopita, na hivyo kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hatua hiyo itaelekeza bunge hilo kuchukua nafasi ya utawala wa mpito uliowekwa chini ya makubaliano ya amani miaka 3 iliyopita. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza mwaka 2020 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 500,000. Vita hivyo vilizuka baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na viongozi wa TPLF ambao walikuwa wamelitawala siasa za nchi hiyo kwa miongo 3 hadi pale Abiy alipoingia madarakani mwaka 2018 kufuatia maandamano ya kupinga serikali. Hii ni BBC. Huyo msikilizaji niambia Hirsi, najua kwamba pia ulikuwa umeipeza sauti yake kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia. Karibu sana, ambia tena kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia ambapo msikilizaji unaweza kuyategea sikio ukiwa nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Classic FM. Ukiwa nchini Kenya yategea sikio kupitia Nyota FM, Gulf Radio na Milele FM. Huko Uganda ni Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Na ukiwa DRC bila shaka matangazo hayo utayapata katika njia murwa kabisa kupitia Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Lakini kumbuka matangazo hayo yanapatikana kwenye FM, tovuti yetu na ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Na ukiwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook usisite basi kutuachia maoni yako kuhusu yale unayoyasikia jioni hii. Tukipata nafasi nasi tutafanya jinsi inavyostahili kusoma maoni yako. Jioni huko nami Karorobi na mwenzangu ni Victor Kenani, sote tukiwa hapa Nairobi. Karibu Vic. Shukran. Tuanze na Rais Donald Trump ambaye amesema timu ya mazungumzo ya Marekani inaelekea katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, kwa duru mpya ya mazungumzo na Iran. Kusitishwa kwa mapigano kwa sasa kati ya Marekani na Iran kunatarajiwa kumalizika siku ya Jumatano. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba kila njia ya busara na kidiplomasia inapaswa kutumika kujaribu kupunguza mvutano na Marekani. Alikuwa akizungumza wakati matumaini bado yapo ya kufanyika kwa duru mpya mazungumzo kati ya Marekani na Iran, ingawa Iran haijaweka wazi iwapo itashiriki mazungumzo hayo. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. Mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaliyotarajiwa kufanyika hii leo mjini Islamabad nchini Pakistan hayajafanyika baada ya Iran kusema hawatahudhuria mazungumzo hayo yanayokusudiwa kutatua mgogoro kati ya nchi hizo mbili, huku kila mmoja akilaumu mwenzake kwa kukiuka mkataba wa kusitisha mapigano uliowekwa wa muda wa wiki 2. Kwa mjibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghai, kwa sasa hakuna mpango wa kufanya duru ya pili ya mazungumzo na Marekani. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, amesema Marekani imeonyesha kutochukulia swala hilo kwa uzito katika mchakato wa kidiplomasia na kwamba imefanya vitendo vya uchokozi pamoja na kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kufikia sasa hatuna mpango wa kuhudhuria mazungumzo hayo na hakuna uamuzi wowote ambao tumefikia hadi sasa kuhusu swala hili. Tumekumbwa na hali ngumu hasa katika mlango bahari wa Hormuz pamoja na kile kinachodaiwa kuwa ni kizuizi. Kwa saa kadhaa zilizopita wameshambulia meli za Iran na matukio hayo yote yanahesabika
unahesabika kama ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita. Bagai aliongeza kuwa usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz hauwezi kurejea katika hali ya kawaida kutokana na kile alichokiita hali ya kivita inayosababishwa na ukiukaji wa makubaliano na vitisho vya Marekani dhidi ya bandari na meli za Iran. Alisisitiza pia kuwa Iran haina nia ya kuwa na uhasama na nchi za Mashariki ya Kati, akielezea kuwa hatua zilizochukuliwa katika siku 40 zilizopita zilikuwa ni kujilinda kwa halali dhidi ya uchokozi wa kijeshi wa Marekani na Israel. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump hapo jana aliishtumu Iran kwa kukiuka mkataba wa amani kwa kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, ambaye awali Marekani ilikuwa imetangaza kwamba mlango huo muhimu wa bahari ulifunguliwa na mzozo huo sasa kuanza upya. Wachambuzi wanasema kwamba Rais Trump yuko tayari kuongeza muda wa kusitishwa kwa mapigano, lakini masharti yake dhidi ya Iran ndio tatizo kubwa, wakiongeza kuwa Iran kwenda kwenye mazungumzo hayo kama Marekani imeshikilia meli yao itakuwa ishara ya udhaifu kwa upande wa Iran. Aidha, ameongeza kusema kuwa ni njia moja tu ambayo nchi hizo mbili zinafaa kuzingatia. Hapa anaelezea njia moja ambayo nchi hizo mbili zinaweza kutumia kukutana huko Islamabad ni ikiwa pande zote mbili zitaondoa kizuizi na kufungua mlango wa Hormuz. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China ametaka mazungumzo ya amani kati ya Iran na Marekani yaanze tena kufuatia Marekani kuzuia meli ya mafuta ya Tuska iliyokuwa na bendera ya Iran. Guo Jikun aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba China ina wasiwasi na kukamatwa kwa nguvu meli ya Iran na vikosi vya Marekani, kulingana na shirika la habari la AFP. Wakati huo huo, mahakama ya Iran imetangaza kuwa Mohamed Mosum Shahi na Hamid Validi wameuawa leo Jumatatu kwa tuhuma za kupeleleza kwa niaba ya Mossad. Taarifa ya mahakama hiyo ilisema wawili hao walikuwa wanachama wa mtandao wa ujasusi unaohusishwa na Mossad. Kwa mjibu wa mahakama, watu hao waliwasiliana na maafisa wa Mossad kupitia mtandao wa interneti na safari kwenda eneo la Kurdistan ya Iraq kabla ya kurejea nchini baada ya kupatiwa mafunzo ya operesheni za kigaidi na vitendo vya hujuma. Shirika la People la Mujahideen la Iran lililaani kunyongwa kwa wanachama wake wawili na kukiita uhalifu wa kinyama. Ilisema Hamid Validi, mhandisi wa ujenzi mwenye umri wa miaka 45, na Nima Shahi, mfanyikazi wa kiufundi mwenye miaka 38, walikamatwa mjini Tehran tarehe 13 mwezi Mei mwaka jana pamoja na jamaa zao na kufanyiwa mahojiano pamoja na mateso. Katibu wa Baraza la Kitaifa la Upinzani la Iran alitoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kimataifa kuchunguza kesi hiyo. Mashirika ya haki za kibinadamu na wanaharakati wa kiraia wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la hukumu za kunyongwa, hasa tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wanasema mchakato wa kesi na utoaji wa hukumu hizo unakiuka haki za binadamu na kwamba Iran inatumia ongezeko la kunyongwa kama njia ya kukandamiza upinzani na kuleta hofu miongoni mwa umma. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Iran imesema kuwa itajibu kitendo cha Marekani cha kuikamata meli yake kama anavyoeleza Igan Sala. Mlioko kwenye meli ya Tosca, ondokeni kwenye chumba chenu cha injini. Tuko tayari kuwashambulia kwa moto wa kuzuia uwezo wa chombo chenu kufanya kazi. Ni wanajeshi wa jeshi la majini wa Marekani wakiamrisha meli hiyo ya Iran kusitisha safari yake, na baada ya kukataa kutii amri Marekani walishambulia. Wakati haya yakijiri, Iran imeanzisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya meli za kijeshi za Marekani katika Ghuba ya Oman. Shirika la habari la Iran, Tasnim, limearifu kuwa kufuatia jeshi la wanamaji la Marekani kukamata meli ya mizigo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Iran katika Ghuba hiyo. Hakuna taarifa zilizoripotiwa kuhusu uharibifu kutokana na mashambulizi hayo ya ndege zisizo na rubani. Awali, makao makuu ya Khatam al-Anbiya, kitengo cha juu kabisa cha uendeshaji kinachoratibu vikosi vya ulinzi vya Iran, kilieleza operesheni
operesheni ya jeshi la wanamaji la Marekani kama ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kusema kwamba italipiza kisasi kwa kitendo hiki cha uharamia wa kivita kinachofanywa na jeshi la wanamaji wa Marekani. Mvutano unaongezeka wakati ambapo duru ya pili ya mazungumzo ya ngazi ya juu ikiwa kwenye ratiba. Kwa mkusanyiko huu wa vikosi na vizuizi viwili vinavyoshindana, aina fulani ya makubaliano ilionekana kuwa swala la muda tu katika mlango huu bahari muhimu wa kimkakati. Hili ndilo tukio la kwanza la jeshi la wanamaji wa Marekani kuchukua hatua dhidi ya meli ya kibiashara ya Iran, ikiwa ni pamoja na kupanda na kuikamata meli wakati wa mgogoro huu. Jeshi la Marekani linasema limefyatua risasi mara kadhaa kuharibu injini ya meli hiyo baada ya kupuuza maonyo ya mara kwa mara kwa kipindi cha saa 6. Unaamriwa kurejea mara moja ulipoanzia safari yako. Unaamriwa kurejea mara moja ulipoanzia safari yako. Umenielewa? Okay. Sawa, nimepokea ujumbe wako. Nitarejea. Amri ya juu ya majeshi ya pamoja ya Iran inaelezea tukio hilo kama uharamia na ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Majengo ya serikali yamefungwa na eneo la kidiplomasia la jiji limezingirwa, huku Islamabad ikijiandaa na ujio wa wageni. Bado haijabainika nani watakaohudhuria. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba ujumbe wake utafika usiku wa hii leo, ingawa kumekuwa na taarifa zinazokinzana kuhusu uwapo wa makamu wa rais JD Vance ikiwa atarejea kuongoza ujumbe huo. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa Tehran haitashiriki katika mazungumzo ya amani, vikieleza madai ya Marekani kuwa hayana mantiki. Hii ni sauti ya meli ya kijeshi ya Marekani ikifyatua risasi dhidi ya meli ya mizigo yenye bendera ya Iran. Bei za mafuta duniani zimepanda barani Asia baada ya Donald Trump kusema kuwa Marekani imezuia na kukamata meli ya mizigo iliyobeba bendera ya Iran. Hali hii inajiri baada ya Iran kusema mwishoni mwa juma kwamba inafunga tena mlango bahari wa Hormuz kwa meli za kibiashara na kwamba chombo chochote kinachokaribia kitalengwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema Ijumaa kuwa mlango huo ungefunguliwa, lakini muda mfupi baadaye Trump alisisitiza kuwa zuio la majini la Marekani dhidi ya bandari za Iran lingeendelea hadi makubaliano yafikiwe. Tangu wakati huo, Iran imesema kuwa mlango huo umefungwa tena. Shukran Egan.